Kuitunza amani yetu hii. Tuangalie mataifa kama ya nje ya nchi zinazotuzunguka hapa ambayo yanavurugu mechi. Angalia wanavyokimbilia kwenye nchi ya Tanzania, kwa wanakimbilia kwa wingi. Wakijua Tanzania kuna amani. Leo hii amani ya Tanzania tunaanza kuichezea. Ndugu zangu, ni waombe na ni wasii tuitunze amani yetu. Rais wetu amesema kama ni maliziano. Maliziano hawezi akatafutwa kwenye vita, kwenye maandamano, kwenye fujo. Wendo akakae mezani wakafanye maliziano, na yuko tayari kufanya maliziano, lakini sio kwa kushimikizwa. Leo wanadai katiba mpya. Ameeleza mama, katiba mpya wataidai kwa vurugu. Hawezi kuidai hata mara moja. Sasa leo tarehe 29 viliingia vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha amani inapatikana. Tulitaka nini? Rais afanye nini? Kama sio na amekuwa na vyombo, na kazi ya vyombo vyetu hivi ni kuhakikisha vinalinda mali pamoja na wananchi wake. Maana yake vyombo viliingia kwa lengo la kulinda mali na wananchi wake, na sio kwa lengo lingine tofauti. Nami naungana kupitia mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa wa Shinyanga, ndugu Mabala Mlolwa, kuwapa pole watu wote waliopoteza wapenda wao na ndugu zao. Ili kiukweli wote tumepata ni msiba wa wananchi wote. Kama Tanzania tunaungana na rais wetu kabisa kutoa pole za dhati kwa ndugu wa marehemu waliopoteza wapendo wao. Najua wengine walifuata mkumbo kama alivyoeleza rais wetu, na mkumbo huo ndio umeenda kusababisha kupotea kwa maisha yao. Tunatoa pole sana sana kupitia mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa wa Shinyanga, ndugu Mabala Mlolwa, na tunawaombea kwa Mungu awalaze mahali pema peponi marehemu wote waliotangulia mbele za haki. Lakini niendelee kuwaomba ndugu zangu, tuchape kazi. Siri ya maendeleo ya kila mwananchi ni kuchapa kazi. Ukichapa kazi, maendeleo yanakuja. Taifa moja lilisema huko duniani, usijiulize utaifanyia nini nchi yako ikufanyie nini, ila wewe jiulize unaenda kuifanyia nini nchi yako kwa kuiletea maendeleo. Nasi tuchape kazi ili nchi yetu ipendeze kwa maendeleo. Hii miundombinu iliyoharibiwa ya serikali, tukumbuke ni fedha za kwetu sisi wananchi. Ni fedha zetu na ni mali zetu sisi wananchi. Ukiharibu unaharibu cha kwako. Leo hii Ashumu unaenda kupiga kiberiti nyumba yako mwenyewe uliyojenga. Sio unajipiga hasara mwenyewe. Kwa hiyo tujue hii mali zilizopo na aseti na miradi mikubwa hii imepatikana kwa kodi zetu, kwa fedha zetu sisi wenyewe wananchi. Tukiharibu manake tunajihujumu sisi wenyewe.